tufanyeje baada ya hatua hii ambayo imefikia mpaka sasa katika vita dhidi ya ufisadi? Na ili kutupa ufahamu na maelezo ya kina ya kisheria ni Ken Mbabu ambaye ni mwanasheria katika Kituo cha Sheria na Haki cha Afrika Mashariki EACLJ. Naam, Ken, kisheria hizi tuseme ni faili hizi kesi za hawa viongozi ziliwasilishwa kwa mwendesha mashtaka mkuu Keriako Tobiko. Kile kitendo cha kupeleka pale kilikuwa na maana gani kwanza? Ina maana kwamba yeye ndo ataamua kuna kesi, hakuna kesi, au ni vipi? Kisheria, kipi kilifanyika? Katika kisheria, habari ya asubuhi. Naam. Katika sheria, Keriako Tobiko ambaye ndio mkuu wa mashtaka ndiye amepatiwa nguvu na katiba yetu ya Kenya kupeleka mtu kotini. Kwa hivyo katika ile Ethics Commission ama ile mambo ya ufisadi, kile tume ya ufisadi itafanya uchunguzi, lakini mtu wa kuamua kama utapeleka mtu kotini ni mkuu, ni mwendesha wa mashtaka ndio. Kwa hivyo akipatiwa zile kesi ama file ndiye ataangalia kama kuna ushahidi wa kutosha, kuna mashahidi ya kutosha, na kama akipeleka ile kesi kuna uwezekano wa kupata conviction ama mtu ambaye ameshtakiwa kufungwa. Kwa hivyo kisheria Keriako Tobiko ndiye akona hiyo uwezo wa kuamua nani anaenda kotini ama nani hawezi enda kotini. Naam, tumeshaona kuna mawaziri, walikuwa mawaziri ni 4 na yuko seneta na wako viongozi wengine. Mawaziri ndio tayari kesi zao zishafika kwa Tobiko, na 2 kati yao wameonekana kwamba hawana kesi ya kujibu, maana ushahidi kidogo na regarega na hauwatii hatiani ule ushahidi uliopo kwa mujibu wa Keriako Tobiko. Sasa kilichobaki ni kipi? Manake bado kuna kesi zingine ambazo zinawaandama hawa, kwa mfano waziri Charity Ngilu Ardhi. Kwani kwa sababu kuna kesi zingine ambazo zinawaandama, inategemea kama rais bado anataka kuwarudisha. Kwani kama vile nilikuwa nimesema kitambo kwamba katika ile kipengee cha 6 chapter 6 ile ya leadership and ethics, mtu anastahili kutoka ofisini baada ya kupelekwa kotini, siku baada ya kutajwa. Kwa hivyo hata saa hii ile Uhuru alikuwa anataka kuonesha serikali yake ako serious na kupigana na ufisadi. Kwa hivyo itategemea na rais kama atakubali kuwarudisha wakiendelea ama atataka kesi zote ziishe. Lakini kama vile nilikuwa nasema ni kwamba hata kama tunataka kuonesha nchi kwamba tunataka kupigana na ufisadi, ni vizuri tufuate sheria. Kwa sababu leo nikitajwa na kaa kando, kesho ukitajwa na kaa kando, ni vizuri tufike mahali vile katiba ilisema, wacha mtu akipelekwa kotini ndio anakaa kando. Sasa kuna kesi 1 ama 2 kubwa zimesemekana hizi hakuna ushahidi wa kutosha, ushahidi unaregarega. Afu kuna kesi nyingine ndogo ndogo, hizi ndio bado zinawaandama. Kwa mtazamo wako wewe, hapa ni kweli kwamba vita dhidi ya ufisadi tunapigana vile vita, au tunafanya gini macho tu? Kile naweza sema ni kwamba Afrika ama Kenya mahali tupo, serikali inataka kuonesha inapigana vita dhidi ya ufisadi, lakini siamini kwa kweli yapigana. Kwani kama vile umesema ni kwamba samaki, kama vile wananchi sema samaki zile kubwa haziwezi kushikwa, sijui kama ni neti vigogo kabisa haiwezi shikwa na ufisadi. Lakini waona lakini shida ambayo tuko nayo, hata samaki hao wadogo katika afisa huko chini ni ngumu sana kupata ile kushikwa na kufungwa, kwa sababu kwa muda mrefu mpaka sasa hatujasikia kwamba mtu amefungwa na kesi ya ufisadi. Kwa hivyo nadhani bado tuko mbali na vita dhidi ya ufisadi, kwani ni kama vile nimesema ni kansa, ni ugonjwa sugu kabisa ambao unamaliza uchumi na nchi. Kwa hivyo kwa sasa sidhani serikali inapigana na ufisadi vipasavyo. Sasa raia kaida aelewe vipi? Kesi imeshafikishwa kwa Keriako Tobiko. Baada ya Keriako Tobiko bado kuna swala kwenda mahakamani kuamua iwapo ana kesi ya kujibu au la, maana mpaka ushtakiwe kimsingi. Maana hawa hawajashtakiwa na mtu, ni kwamba kesi zao tu zimefikishwa mbele ya Keriako Tobiko, kisha yeye apendekeze hii iende mahakamani, hii haina ushahidi wa kutosha. Raia wa kawaida aelewe nini katika mchakato mzima huu? Raia aelewe kwamba kuna process ama kuna ile mwelekezo ambao, kuna sheria ambao steps ambazo zinastahili kufuatwa. Ya kwanza ni pale investigations zinafanywa, uchunguzi wafanywa, kisha inaonekana uko na kesi ya kujibu. Keriako Tobiko anapatiwa ile file yako, anaiangalia, naona kweli kuna ushahidi wa kutosha kupeleka kesi mahakamani. Na pia ukipeleka kesi mahakamani, ukumbuke katika katiba yetu ambayo tulipitisha na ambayo inatutawala kwa sasa, yasema hadi
upatikane uko na makosa, koti sema uko na makosa, bado kuna ile presumption of innocence. Kwa hivyo hata kama, kwa sababu kama katika hiyo kesi ya mawaziri wanne ni moja ule wa Maina, engineer Maina ambaye aliambiwa kwamba ni waziri wa transport ndiye ambaye kuna kesi ya kujibu. Kesi yake ikipelekwa, bado tutaenda kotini tuongoje ushahidi, na inaweza fika kotini na bado koti iseme ushahidi haujatosha, ama inaweza fika kotini na koti iseme kwamba kuna ushahidi wa kutosha na ile mashtaka yake abuse of office ama kutumia vibaya madaraka yako vibaya inaweza kumshika na anaweza shtakiwa. Naam. Umeleta swala ambalo ningependa kuliuliza. Je, itachukua muda gani kwa mahakama kesi kufikishwa pale mahakamani? Kwa mfano hii kesi inayomwandama huyu waziri wa uchukuzi wa zamani ambaye amesimamishwa kazi kwa muda sasa, mhandisi Michael Kamau, yeye amepatikana na ushahidi uliopo unasema anaweza, kuna kesi, kuna makosa yalitokea. Sasa itachukua muda gani kuanzia hatua hii iliyofika sasa mpaka ifike mahakamani ndipo tujue huyu bwana anashtakiwa, anafungwa au la? Hapo inategemea na mkuu wa mashtaka. Kwani faili ikikuja ataenda kwanza angalia ushahidi. Akimaliza kuangalia ushahidi, labda angalie washahidi ambao watakuja kutoa ushahidi. Alafu kisha kuanzia hapo itapelekwa, lazima ashikwe na polisi. Akishikwa na polisi ndio maana katiba yasema baada ustahili kukaa ndani kwa masaa kuliko 24. Lakini pia hivyo unaweza patiwa police bond, utoke nje na ukae, baada ya wiki moja polisi paka sasa ile wataamua kukupeleka. Kwa hivyo hapo itategemea na mkuu wa mashtaka. Hatuwezi jua itafika lini, lakini kwa sababu lazima waoneshe kwamba wanapigana na vita dhidi ya ufisadi, tunadhani katika wiki ama 2 ama 3, huwezi jua. Wanastahili kuwa wamepeleka, kwani wakati alipata ile file inamaanisha alikuwa na kila kitu. Unajua saa nyingine polisi ukaa sana bila kukupeleka kotini kwa sababu wanatafuta ushahidi wa kutosha. Lakini kwa sasa mpaka sasa nadhani hiyo ushahidi wa kutosha iko. Ili imebaki ni aende kotini, ushahidi utolewe na pia ajitetee na koti ifanye uamuzi wake. Naam. Wakati hawa wamekaa pembeni ili uchunguzi uendelee na mchakato wa kisheria ufuate mkondo wake, kuna kaimu waziri ambaye anasimamia majukumu yake. Sasa yule bwana kisheria ana uhuru wa kufanya kipi akiwa ofisini wakati kama huu? Akiwa ofisini ako na uhuru wa kufanya kila kitu. Kwani katika katiba mtu akichua kama acting minister, ingekuwa ngumu kama yeye ni mdogo, kama ile wakati tulikuwa na mdogo wa waziri, naibu waziri. Hii ingekuwa ngumu kwa sababu haja kula kiapo ya waziri. Lakini kwa sababu huyu acting minister ama waziri huyu ambaye kaimu anafanya kazi na uwezo wa waziri kabisa. Kwa hivyo anaweza tia sahihi, anaweza fanya kila kitu. Kwa sasa kwa hivyo ile tuko naye wizara zinaendelea vizuri. Maybe ni vile tunaweza sema kwamba labda kuna kazi mingi kwa sababu wengine wameshikilia wizara mbili ama 3. Okay, sawa. Kuna halafu swala zima la kwamba watu wanajiuliza mbona ni hawa waziri wanne peke yake ambao wametajwa katika orodha nzima? Ni kwa nini ni hawa wanne tu ndo wanamurikwa hivi? Taa zinang'ara zinaonyesha ni hawa wanne. Kwa nini unadhani? Nadhani kwa sababu kama vile alikuwa amesema kulikuwa na majina 179 karibu na lakini unajua vile unapanda pale juu ni hata kama tuwapigana ufisadi bado siasa ziko. Na ukikuja kukumbuka kuna mahali ulikuwa Afrika unasikia mtoto wetu anaonewa, mtoto wetu ni kikundi fulani ambao watu wanakuja kutazama labda wanafuata. Na ndio maana nadhani hata rais alisema wafanye uchunguzi haraka ili tufunge hii kesi mara moja. Tujue kama mtu anaenda kotini ama aende kotini. Na naamini ndio maana wamefanya haraka ili waweze kumaliza, na kwa sababu hata katika zile ofisi ile ya ethics na anti-corruption wakuta kwamba kuna joto, ukuwa na majina kubwa sana pia kwa hiyo ofisi kuna joto fulani ambayo labda unataka alikuondoke. Na je, unadhani kwa mtazamo wako tume ya maadili na kupambana na ufisadi kweli inafanya kazi, ama unadhani kwa sababu wanashinikizwa sasa wanaambiwa leteni majina fanyeni uchunguzi ndipo sasa wamechangamka kama ilivyo kwa sasa hivi? Naweza sema kwamba labda kuna mtu mmoja wawili ambao wako na motisha wa kufanya kazi, lakini ukikuja kuangalia vile nchi yetu ya Kenya ni kwamba corruption imetia mizizi kabisa. Kwamba vile unakuja unaangalia, sidhani wanafanya kazi kwa sababu ukikuja kuangalia zile kesi ambazo kuna ufisadi ambao tunaona kabisa tunaona ni ufisadi, lakini bado hawezi kutaja. Kwa hivyo nadhani wanajaribu kufanya kazi ili
wakuje waangalie watu waonekane kwamba wanafanya kazi, lakini kwa ukweli kabisa sidhani kwamba wanafanya kazi kwa vile inastahili. Yeah. Naam, hivi kuna vyombo vingi vya sheria humu nchini ambavyo vina wajibu wa kuhakikisha kwamba sheria zinafuatwa na viongozi wote serikalini, lakini baadhi ya hivi vyombo vinaonekana kwamba kidogo ni vitisho tu zaidi. Kwa mfano hata katika hii tume ambayo kuna baadhi ya viongozi wake wamejiondoa, wamejiuzulu kwa sababu wanasema wameshinikizwa. Ripoti zinasema wameshinikizwa na wametishiwa maisha, kwa hivyo wamejiondoa. Sasa vipi tutakuwa na imani na tume hii ya kupambana na ufisadi na kudumisha maadili ikiwa baadhi ya viongozi wenyewe watasema wanatishiwa maisha na wanashinikizwa, kwa hivyo wanajiondoa? Kile naweza sema ni kwamba watu ambao wamejihusisha na corruption Kenya na watu ambao wamejihusisha na madawa ya kulevya kuna nguvu kubwa sana. Na tunataka kufika mahali kama nchi, tufike mahali ambapo tunaweza sema kwamba tuanze kupigana na vigogo vile samaki wale wakubwa kabisa. Kwani shida ambayo tuko nayo ni kwamba katika hizi tume zote ambazo zinapigana na ufisadi, ukikuja kuangalia kama hii ya ufisadi, tume ya ufisadi, kuna nyingine ya Auditor General, kuna nyingine inaitwa Ombudsman. Wote ni wamechaguliwa, wote wako katika zile ofisi kwa sababu ya connection moja mbili, wamechaguliwa na wanasiasa wenzao. Kwa hivyo unafika kulinda watu ambao walikuchagua, na ndio maana unaona tume ya ufisadi wakati wanataja jina kubwa wanasukumwa nje. Kwani ukikuja kama nimekuleta pale unilinde, alafu unakuja kunifunua, inabidi nikusukume nje. Kwa hivyo naamini tunastahili kuwa na nchi kama vile kuna nchi ambazo za pande za Asia unasikia kwamba ufisadi na pigano naye kabisa. Ukipata hata waziri ako na ufisadi unaona analia mbele ya runinga kwa sababu anajua maisha yake iko hatarini kwa sababu ametajwa na ufisadi. Kwa hivyo tunastahili kufika mahali ambapo tutachagua maafisa ambao wanapigana na ufisadi kando na wanasiasa. Tutoe hiyo system kabisa kutoka kwa wanasiasa ili waweze kuwa na nguvu ya kufanya kazi bila uoga ama mapendeleo ama kwenda kulinda watu fulani. Kwa nini unadhani bado viongozi wetu hawajakuwa jasiri kusema kwamba mimi nimetuhumiwa, nimetajwa katika kashfa fulani, wacha nijiuzulu maana najua mimi ni msafi? Kwa mfano kwenye nchi jirani ya Tanzania imeshawahi kutokea viongozi wa ngazi za juu sana serikalini, waziri mkuu wa zamani alijiuzulu walipotajwa kwenye kashfa fulani, na pia viongozi wengine wa ngazi ya juu walishawahi kujiuzulu kwa sababu ya kashfa walizotuhumiwa kwamba walishiriki. Kwa nini kwa Kenya kidogo viongozi wetu wanakuwa na uzito ama ujasiri wa kusema kwamba nitajiuzulu maana anajua mimi ni msafi? Kwa sababu nataka kudhani kwamba si wasafi. Ndio maana, kwa sababu alafu njia nyingine unakuta kama mawaziri tuko 20, labda najua mimi ndio nimeonekana, lakini si wote tuko katika hii mchezo. Lakini katika siasa vile ya Kenya ambayo inaendelea, kwanza tustahili kujipiga sana kama wananchi wa Kenya, tunastahili kujipatia heko, kwani hii ndio mara ya kwanza kuona mawaziri pia wametolewa kwa sababu ya kutajwa, si hata kwa sababu ya kwenda kotini. Na nadhani vitu vingine inaitangwa ni kama culture ambayo tuta-build pole pole. Tutaenda to build pole pole, watu wajue kwamba ukuwa kiongozi, ukitajwa na ufisadi, wastahili kukaa kando. Ama hata kama si ufisadi, hata kama ni katika skando ambayo labda ya maisha yako ambayo haifurahishi ama ikae na maadili ambayo tuko nayo katika katiba, unastahili kukaa kando. Lakini shida ambayo nadhani ni kwamba wote ni viongozi wachache sana naweza sema ambao wamefika pale walipo, especially katika siasa, ambao wajashikana na ufisadi kwa njia moja ama nyingine. Je, swala la maadili, unadhani Wakenya wanaelewa umuhimu wa kuchagua viongozi ambao maadili yao hayawezi kutiliwa shaka, maana hawajawahi kutuhumiwa na kashfa zozote zile za ufisadi, za nini, zozote zile? Unadhani Wakenya wanafahamu umuhimu huo kweli? Sidhani wanafahamu umuhimu, kwani Wakenya kuna katika kimombo watu wasema kwamba tunapata viongozi ambao wanatukaa sisi wenyewe. Na ukikuja kuangalia hata katika nchi yetu ya Kenya, kama wewe ni kiongozi na utaenda upatiane pesa wakati wa kuchaguliwa, wananchi watakuchagua. Na unakuta watu wako wametajwa na vitu kubwa, na wakitajwa na vitu kubwa inakaa kama inakupatia umaarufu zaidi. Unakuta kwamba mtu ametajwa na ufisadi, mtu ametajwa na mambo labda hata ya ngono, mtu ametajwa na mambo ya mengine mbaya, lakini unafika wakati ukitajwa ni kama majina yako inapanda, ndio kupata umaarufu zaidi kuliko iwe ndio wakati unastahili kuwa na fedha na usichaguliwe kabisa. Kwa hivyo shida ambayo tuko naye katika nchi yetu ya Kenya ni maadili, kwamba wananchi wa Kenya wana maadili ambayo tunasema, kwani hata
leo ukienda pale nje kuliko mwananchi wa Kenya aende alipe parking yake ya kanjo vile wanaita unakuta anapatiana labda 100 200 ya siwezi kulipa. Kwa hivyo inamaanisha pia Mkenya akikuwa waziri miaka 5 10 na kuja, hiyo mbegu ya ufisadi iko ndani yake. Kwa hivyo nadhani ni maadili ambayo tunastahili kufunza kutoka utotoni wetu kwamba tunastahili kuishi maisha mazuri ili nchi yetu iweze kusonga mbele. Na baadhi yenu umepata fursa kututumia ujumbe mfupi. Na J Vateta kutoka Mombasa anasema waliokosa ushahidi asiwarudishe kazini, kwani hivyo atakuwa anaonyesha mafanikio. Na baadhi yenu wameweza kutumia maoni hapa na pale kutoka maeneo kadhaa humu nchini. Alafu huyu ni Kipkoro Simoto anasema ufisadi anajaribu kupambana nao. Ni maoni hayo ya baadhi yenu. Na naeleza kwamba muda kidogo umetupa kisogo, lakini najaribu kusoma ujumbe mmoja kabla hatujamaliza. Kenny Chirios anasema amechukua hatua muhimu sana. Naye Jose Egalana anasema tunataka mabadiliko na vitendo. Ni baadhi yenu waliweza kutumia ujumbe mfupi. Kwa kumalizia tu, Ken, unadhani tufanyeje kama jamii ili hili donda la ufisadi tusiwe tunalikumbatia tangu utotoni? Nadhani naomba tuweze kurudi kama nchi wakati ile wa 2002 baada ya NARC kuchukua uongozi. Wakenya wenyewe ndio walikuwa wanashika polisi wakiitisha hongo. Wakenya wenyewe walikuwa wameamua kusafisha hii nchi. Na jambo ambalo naweza sema ni kwamba hata kama tulijaribu na ikakaa kama tumeshindwa, Wakenya turudi hapo tena. Turudi mahali kama wananchi wetu wa Kenya, kama vile rais alisema kwamba usalama unaanza na wewe, kumaliza ufisadi nchini ya Kenya unaanza na sisi. Kwa hiyo nakumbuka hata rais alitoa mahali ambapo unaweza, inaitwa website mahali ambapo unaweza shtaki watu ambao watakuja ofisini na wakuitisha pesa ya ufisadi. Lakini sidhani kwa Kenya tunatumia hiyo kitu. Kwa hivyo kile nasema kama wananchi wa Kenya ni kwamba tuanze na sisi. Tuanze na sisi katika makanisa, tuanze na sisi katika shule, tuanze na sisi katika ofisi yako ya watu 2, 3, 4, 5. Tukiweza kuwa na maadili mazuri na jamii katika jamii yetu, hapo ndio tutaweza kuanza na tutasafisha nchi yetu. Katika miaka mingine 5 10 na kuja, tunaamini kwamba tutapata nchi ambayo ufisadi itakuwa kitu ya ambayo tutakuwa tumesahau. Sasa ni Ken Mbabu ambaye ni mwanasheria katika Kituo cha Sheria na Haki cha Afrika Mashariki EACLJ, ambaye ametupa maelezo ya kina ya kisheria kuhusiana na hatua za serikali kuu za kupambana na ufisadi.